Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Venezuela ni onyo kubwa kwa Waafrika kuungana na kulipa kipaumbele suala la usalama wa kimkakati wa bara la Afrika. Akizungumza wakati wa kikao na wanahabari na wahariri wa mitandao ya kijamii jana, Rais Museveni alisema kuwa kuundwa kwa shirikisho la Afrika Mashariki kutaleta umoja ambao utawezesha ukanda huo kujenga uwezo wa kujilinda ardhini, baharini pamoja na angani. Museveni alisema baadhi ya viongozi wa zamani wa Afrika walichagua kubaki kuwa samaki wakubwa kwenye mabwawa madogo badala ya kuungana. Alisema unapokuwa samaki mkubwa kwenye bwawa dogo, unaweza kujiona una nguvu, lakini matatizo yakija unaweza usinusurike. Alikuwa akijibu swali lililoulizwa na Bi Marcella Karieke, mkurugenzi wa kituo cha mawasiliano kati ya serikali na wananchi katika ikulu ya Uganda, kuhusu funzo ambalo Waganda wanapaswa kujifunza kutokana na mashambulizi ya Marekani dhidi ya Venezuela. Rais Museveni alisema jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi dhidi ya Venezuela na kumkamata Rais Nicolas Maduro siku ya Ijumaa, na baadaye Maduro alisafirishwa kwenda Marekani ambako alifunguliwa mashtaka ya ugaidi na biashara ya dawa za kulevya. Venezuela ni mwanachama wa harakati ya kutofungamana Non-Aligned Movement pamoja na harakati ya Global South. Rais Museveni kwa sasa ndiye mwenyekiti wa NAM, ambayo inajumuisha takribani theluthi mbili ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, nyingi zikiwa kutoka mataifa ya kusini mwa dunia. Rais Museveni alisema serikali yake bado inaendelea kujifunza kutokana na tukio la Venezuela. Alisema tukio hilo linaonyesha mapungufu makubwa kwa sababu Marekani inafanya operesheni zake katika nyanja 4 kwa wakati mmoja. Alieleza kuwa Wamarekani wanafanya operesheni kutoka baharini, ilhali nchi za Amerika ya Kusini hazina uwezo huo kwa sababu hazina jeshi la majini lenye nguvu. Pia Marekani ina uwezo wa kushambulia kupitia anga na anga za juu. Sasa wanajaribu pia kuingia ardhini, jambo ambalo ni hatari zaidi kwao kwa sababu wanapokaribia ardhini, hata mtu mwenye silaha za masafa mafupi anaweza kuwadhuru. Lakini angani na space, alisema Marekani huwa na faida kubwa kwa sababu wao wanaona adui ilhali adui hawezi kuwaona. Vivyo hivyo, baharini wao wapo baharini, wengine hawapo. Alisema haya ndiyo masuala ambayo Waafrika wanapaswa kuyajadili kwa kina. Museveni pia alisema kuwa nchi ndogo na dhaifu huwa katika hatari kubwa ya kushambuliwa na nchi kubwa kama historia inavyoonyesha. Alitoa mfano mwa nchi ndogo kama Denmark, akisema licha ya udogo wake ina kitovu cha ulinzi, maana inapopata matatizo kuna nchi kubwa kama Marekani inayoweza kuitetea. Kwa upande wa Afrika, alisema bara hilo halina kitovu cha ulinzi wa pamoja na hali hiyo ni hatari sana. Alisema Afrika iko kwenye hatari kubwa ya kushambuliwa kwa sababu ya kukosa mshikamano wa kweli. Alisema tena kuwa Uganda peke yake haiwezi kujenga jeshi la majini kwa sababu haina bahari. Alikosoa mifumo ya kisiasa barani Afrika, akisema baadhi ya nchi hazina ufikiaji wa bahari si tu kwa shughuli za kiuchumi bali pia kwa ulinzi. Mwisho, Rais Museveni alizihimiza nchi za Afrika kuungana na kuwekeza kwa pamoja katika teknolojia za baharini, angani na anga za juu ili zisije kushambuliwa ghafla na mataifa yenye nguvu kubwa duniani. Kupitia taarifa hii, Rais Museveni amejaribu kuonyesha wazi kwamba mataifa ya Afrika yanapaswa kuweza kuungana vizuri kabisa ili kuwa na mashirikisho ya vitovu vya ulinzi ili kujihami na maadui wote ambao wanaweza kuanzisha mashambulizi katika mataifa husika. Na hii yote ni kutokana na Marekani, kitu ambacho amekifanya cha kuweza kumteka rais wa Venezuela Nicolas Maduro kwa muda mchache tu tangu mashambulizi yalipoanza siku ya hapo juzi. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi hapa Zone Media, basi ni kuombe uweze kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuwa tunazichapisha hapa kwenye Zone Media.